aliyekuwepo alikuwa sheha kama wewe unayekwenda. Kwa hiyo kawe sheha, badala yake usiende kupanda mabega sasa kwamba mimi sasa ndo sheha. Hilo silo tulilowateua. Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Ayubu Mohamed Mahmud, amewasisitiza masheha kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na taratibu zinavyowaelekeza. Mheshimiwa Ayubu ametoa kauli hiyo huko ofisi ya mkoa Tunguu mara baada ya kumaliza hafla fupi ya kuwaapisha masheha 10 wapya aliyowateua hivi karibuni. Amesema hatua hiyo itasaidia wananchi kuendeleza misingi ya umoja, upendo na mshikamano miongoni mwao na kupelekea kuondosha malalamiko na migogoro isiyokuwa ya lazima katika jamii. Kuna changamoto za migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi ni moja kati ya changamoto inayolitafuna taifa hili pamoja na mkoa wetu. Nilikuwa nasoma kitabu cha bajeti cha 25-26 cha Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Ukitazama takwimu pale, mkoa wa Kusini Unguja kuna wastani wa migogoro ya ardhi 48, na mpaka kitabu kinaandikwa ni migogoro 13 ndio iliyokwisha tatuliwa. Nini maana yake? Maana yake kwamba migogoro inazidi kuibuka siku hadi siku. Rai yangu kwenu, msiende kuwa sehemu ya waanzilishi wa migogoro mipya. Badala yake, mkawe sehemu ya utatuzi wa migogoro iliyopo. Mkifanya hivyo, mtakuwa mmemsaidia mkuu wa wilaya yako, wa mkoa wako, lakini mmemsaidia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi kwa amani. Na ninalisema hili kwa sababu upo utamaduni kwenye baadhi ya maeneo, ile continuity ya serikali kama kwamba inaonekana haipo. Akija mwingine kama imeanza upya kuzaliwa hiyo serikali, ni ile ile. Kwenye kasoro tunarekebisha, palipopatiwa tunaendeleza. Ndio serikali. Maana inatokea ile kafanya nani kwa sababu hayo si atambui mimi. Hapana. Aliyekuwepo alikuwa sheha kama wewe unayekwenda. Kwa hiyo kawe sheha, badala yake usiende kupanda mabega sasa kwamba mimi sasa ndo sheha. Hilo silo tulilowateua. Tumewateua kwenda kusaidia badala ya kuendelea na matatizo. Ukifanya hivyo, manake wako watakaotamani hayo unayofanya, lakini watakuwa wengi zaidi wako watakaochukia unayofanya. Tunaweza tukajikuta badala ya kutengeneza tunaharibu zaidi. Amefahamisha hatua ya serikali kuamini na kuwapa dhamana hiyo inalenga kurahisisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Hivyo si vyema kwa masheha hao wakawa ni sehemu ya kuchochea migogoro mbalimbali ya kijamii, ikiwemo suala zima la ardhi na vitendo vya udhalilishaji. Na mimi hili huwa nasema kila mahali ninapoteuliwa. Ukishakuteuliwa, lililobaki ni kutenguliwa. Tunachopaswa kumuomba Mwenyezi Mungu wakati wa kutenguliwa, utenguliwe kwa salama. Usitenguliwe kwa aibu, kwa fedheha, kwa kashfa. Kwa hiyo na nyinyi kwa kuwa mmeteuliwa, kilichobaki nini? Kutenguliwa. Hilo mlijue kuanzia leo. Na mkilijua hilo, basi utakuwa na amani wakati wote. Ukianza kuvaa ule uteuzi, unaweza ukaishi kwa tabu kidogo. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri katika utumishi wenu mpya. Niwaombee kwa Mwenyezi Mungu mumudu vyema majukumu yenu, lakini watake mtoe mashirikiano, sababu kwa mujibu wa sheria yetu namba 8 ya mwaka 2014, sheria ya tawala za mikoa, katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku, masheha mtakuwa mnaripoti kwa wakuu wa wilaya. Mimi nimeshawateua, kafanyeni kazi kwa karibu na wakuu wa wilaya. Lakini kwenye maeneo yenu kuna viongozi au kutakuwa na viongozi wengine kwa baadaye. Wapo viongozi wa kisiasa ambao watakuwa madiwani,
wabunge na wawakilishi, na wao pia wafanye nao kazi vile vile, kwa sababu na wao watakuwa ni viongozi wa wananchi. Nyinyi wa kuteuliwa wa serikali, wao wa kuchaguliwa na wananchi. Nao masheha kwa upande wao wameahidi kutekeleza vyema majukumu yao ya kila siku ili kuona ufanisi unapatikana. Natoa shukrani za dhati kwa mkoa wetu wa Kusini kwa kuweza kutuchagua ili kuendeleza kijiti kwa wale waliokiacha, na tunaahidi Mheshimiwa, kwa uwezo wetu wote na uadilifu mkubwa tutatekeleza kazi hii kwa uzuri na ufanisi inshallah. Na hatuna budi kwa niaba ya wenzangu kutoa shukrani zetu tena za dhati kwa uongozi wote wa mkoa, wilaya zote mbili kwa kuhudhuria hapa na kuweza kutuona kwamba sisi ndio tuweze kuendeleza na kushirikiana na masheha wenzetu katika kazi zetu hizi mpya. Na inshallah tutatoa ushirikiano na tutaomba masheha wale wa zamani, tutaomba watuongoze ili tusende upande wa kushoto, twende upande wa kulia. Mawaidha yote yaliyotupa tutafanyia kazi na tutaahidi kushirikiana na masheha wenzetu, yani kupewa mwongozo wa kazi, na tuwe tayari kukubali kukosolewa na kushauriwa katika kazi zetu za usheha. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi na watendaji mbalimbali wa mkoa huo pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Kher. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.